Mwenyeji wetu pamoja, mimi ni mgeni, alipaswa nikaribishe, lakini sisi wenyewe tunajuana wenyewe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Watukufu wa Islam, kama ilivyokuwa ada, nimeamrishwa tena kwa mara nyingine nisimame niweze kuzungumza chochote, na kule kuamrishwa kusimama naamini pia ni matakwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ijapokuwa sina ufasaha wa kuzungumza, lakini itanipasa nizungumze chochote kwa sababu ya kuheshimu teuzi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nafikiri kama mashekhe walivyosema na walivyotuhusia na kutuasa juu ya masala mazima ya kuwajibika katika masala ya ibada ya hija, kama Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ya ayuha nnasu qad farada Allahu alaykumul hajja fahujju, rawahu al-Imamu Muslim. Mtume anasema, enyi watu, hakika imefaradhishwa kwenu ibada ya hija, basi na mkahiji. Kwa hiyo kama mnavyotambua katika Uislamu hakuna jipya sana, isipokuwa natia mkazo tu katika maneno ya mashekhe, inatakikana watu wajitokeze wakahiji. Yani uwezo unatoka kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ikiwa Mwenyezi Mungu amekuruzuku uwezo, ukahisi kwamba uwezo huo umeupata kwa nguvu zako na akili zako, itakuwa unafeli. Na ikiwa Mwenyezi Mungu amekupa huo uwezo, basi cha msingi unatakikana kufanyia kazi. Naposema uwezo, manake kama shekhe alivyosema, sio kwamba mamilioni, yani yale mambo ya wajibu ambayo kwamba yatakufanya wewe kuweza kwenda na kurudi na kuiacha familia yako na nini, kama ustadhi mashekhe walivyozungumza. Kwa hiyo mimi la kwangu ni kupigilia msumari maneno ya mashekhe, na kingine al-Imamu Ibn Rajab rahimahullah anasema, al-hajju madrasa yataallamu fiha al-abdu as-sabru wat-tawadhu wa husnul khuluq. Hija ni chuo. Kule kufanya ibada ya hija ni shule. Katika shule hiyo mtu anajifundisha, katika hiyo shule ya hija, chuo cha hija hicho, jambo la kwanza anajifundisha subira. Ukienda kuhiji kutokana na yale ambayo yamo, basi lazima utajifundisha subira. Kwa hiyo ukikaa hapa pasi na kwenda kule na hali uwezo unao, basi hiki chuo cha subira kinaweza kuwa kisikuenee vizuri. Lakini kingine, mtu akienda kuhiji anajifundisha kitu kinaitwa tawadhu, unyenyekevu. Ndio, na unyenyekevu ndio kitu pekee ambacho kinamvuta mtu kwenda katika radhi, mapenzi, mahaba ya Mwenyezi Mungu na Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo tukahiji ili tupate maghza na faida hizi. Subira tutaipata kwa wasta wa kwenda kuhiji, lakini pia unyenyekevu Mwenyezi Mungu atatupa
kwa mujibu wa kwenda kuhiji. Maana kwa nini unyenyekevu utaupata? Ukifika kule hija utawaona watu ambao wamekuzidi wewe, yani mithluka ulufun. Ndiyo hija, ukishakwenda kama una uchamungu wako ukajiona mimi mchamungu kuliko watu wote, basi utakuta watu yanawatoka mafua katika swala, anamlilia Mungu na mtume. Sasa ukirudi utajua ala, uchamungu wangu kumbe ni wa mchana tu, kuna tafuna karanga na kula ugali. Utajua kwamba kumbe watu wanajipinda sana katika kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo baada ya kurudi kutoka hija, ukishaona wacha Mungu wa kule, basi hali hiyo itakufanya wewe uwe na tawadhui, na hiyo tawadhui ndio unyenyekevu, na ule unyenyekevu ndio anawapeleka watu katika radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mwenye uwezo asisite kwenda katika ibada ya hija, na ukienda huko kihistoria haijapata kutokea kwamba mtu kwa sababu amehiji ndio ikawa sababu ya kufilisika. Labda mashekhe wanisaidie, mmewahi kusikia hilo? Tulisafiri na mzee mwaka jana, yeye anasema mwaka juzi aliuza nyumba. Baada ya kuuza nyumba hakuwa na kitu chochote kile, lakini kwa sababu ya mapenzi yake na ibada hii ya hija, kwenda kuona sehemu ambayo Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amelala, akauza nyumba akaenda kwa hiji, yani kwa mwaka juzi ile. Basi kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu mwaka jana tulikuwa naye hija, na bahati mzuri nilikuwa naye chumba kimoja. Naweza pia katika mlango wa hamasa nikakutajieni hata jina, anaitwa Alhaji Mkilalu. Ndiyo, Mkilalu aliuza nyumba akaenda kuhiji, lakini bahati mzuri kwa sababu niliishi naye sehemu moja kule Madinatul Munawwara, alinielezea kwamba baada ya kurudi Mwenyezi Mungu amenifungulia, na hivi sasa nina maduka ya hardware, na ndiyo maduka ambayo ameniwezesha kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kurudi tena wapi? Haji. Na hata mwaka huo ana uwezo wa kurudi tena, na kama hawezi kurudi ni labda kwa sababu za kiafya, si kwamba sababu za kimali. Kwa hiyo mwenye uwezo asisite kwenda kuhiji, atapata kule manufaa mengi kama shekhe alivyosema, manufaa ya kidunia na ya kiakhira. Kwa hiyo ninakuhusieni, usione kwamba pesa hii mimi nikiwa nayo nikiitoa kwenda kuhiji itarudi. Mwenyezi Mungu atakulipa. Mungu ndo kakukabidhi hiyo, na wakati anakupa, nafikiri kama amekupa leo, jana ulikuwa ujui kama Mwenyezi Mungu atakupa kitu, si ndio? Kwa hiyo tusisite, kama tunacho kiasi ambacho kinatuwezesha kwenda huko, basi na twende, na Mwenyezi Mungu insha Allah atatulipa. Na lakini pia kitu kingine ambacho ni faida ya kuhiji, mtu anajifundisha husnul khulqi, ndiyo tabia njema. Saa nyingine kutokana na labda mtu au tembei kutoka sehemu kwenda sehemu, unaweza kuwa una hata tabia ambazo si mzuri kwa sababu ya kuto kutembea, si ndio? Lakini Mwenyezi Mungu akikuruzuku kutembea, basi utaona huko watu wanavyohurumiana. Inawezekana unaishi hapa na Nganga kwa sababu ya kuto kutembea, faida ya kutoa sadaka uijui, si ndio? Lakini ukishuka tu katika magari pale Maka, utawaona watu wanakuja kukupa boksi zenye zawadi, wanakupa katika siti pale. Tena kama sisi wengine, mimi nilivyopokea ile zawadi nikazani nauziwa, kumbe napewa bure kwa sababu ya husnul khulqi, tabia mzuri. Kwa hiyo
tukahiji ili tupate kujifundisha subra, tujifundishe tabia mzuri na tujifundishe unyenyekevu. Yeyote mwenye kuhitajia kwenda hija, basi afanye haraka kuniona mimi ndugu yenu, mtoto wenu, na inshallah nitampa kila mwongozo, na inshallah utaondoka na taasisi yetu kuelekea Maka na Madina inshallah. Mimi nafikiri qalilun mudabbarin khairun min alkathiri almubathar, kichache chenye kupangika ni bora kuliko vingi vyenye kuparaganyika. Nafikiri kwa machache haya wenye kukusudia kunielewa wamenielewa, na ambao hawakuwafikishwa kunielewa kwa leo, madamu tuko hapa sote, watanielewa kidogo kidogo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu watukufu, kijana wenu khatibu ni mtoto wenu, ni mzaliwa wa hapa, na alipata bahati ya kusafiri mwaka jana kwenda kuizuru nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hayo anayoelezea ameyashuhudia. Mtoto wenu huyu ana mambo anayafanya pale, kwa kweli ukitembelea ndiyo mambo yanayotakiwa. Amejenga madrasa, anasomesha vijana. Ametueleza kwa hivi sasa ana idadi ya vijana kama 70, na kwa wingi wa Waislamu wa hapa bado kuwa na watu 70 ni wachache. Kwa hiyo tunachosema, Waislamu mna dhahabu, lakini hatujui tu kama tuna neema, tuna dhahabu. Na kawaida ya elimu watu wa nyumbani hawakuthamini. Yani kuna uwezekano mkubwa, kwa kuwa huyu kaone amezaliwa na nganga hapa, anajulikana na wazazi wake, wala hawajali na wala wasijue kama hapa kuna mtu, kumbe wanakula hasara. Sasa watatoka watu wa Masasi, watatoka na Chingwea, watakuja kuchukua ilmu hapa, wenyewe watu wa hapa hawana habari. Kuweni na kijana wenu huyu, ana hazina, msaidieni, mumpe kila nguvu ili aweze kufikia malengo. Maeneo yetu mnaona ya kuhusu dini. Sasa wakikosekana watu wa aina hii, tukawasomesha watoto wetu hapa nyumbani, hii dini baada ya kuondoka nyinyi itakuwa hakuna kitu. Yani lazima muwe na mipango ya baadaye, nyinyi mjue mkiondoka mnamwacha akina nani. Sasa kumwacha nani, lazima uwe na maandalizi na mipango mikubwa. Kijana wenu khatibu pale ana jambo, yani ukifika sisi wenyewe tumesisimka, tukaona hana uyafanya ndiyo mambo ambayo yanatakiwa yafanywe na watu huko duniani. Waislamu tuko pamoja? Lakini kawaida ya elimu kama nilivyosema, mtu nyumbani hathaminiki. Mtume sallallahu alaihi wasallam walimbuguzi watu wa Maka, wakasema mtoto ametoka tumemzaa wenyewe, atatuambia nini bwana? Lakini hii ni hazina, ni neema kubwa. Lakini anasema kama mtu haoni, hata ukimwambia sasa hivi ni usiku mchana wa saa 6 ndio itakuwa haoni tu. Na mtu ikiwa mdomo wake ni mchungu, unauma malaria, hata ukimpa juisi atasema chungu. Ndugu zangu Waislamu na wazee wangu watukufu, ninaye mzee wangu hapa, huyu naye ni haji. Alhamdulillah, na nganga kwa mimi niliofika najua kwamba imetoa mahujaji wawili. Inawezekana wapo wengi, lakini madamu nimeambiwa mzee wangu ni haji, basi naomba angalau wazungumze maneno 3 4, isomwe dua ili na sisi tuondoke. Itakuwa hatukumtendea haki kama na yeye hakusimama haji wangu, ambaye naye alipata bahati ya kuwa ni mgeni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mzee wangu angalau kidogo uzungumze. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, nimeomba nizungumze machache, na kwa sababu muda wetu umeshaenda, lakini kwa ufupi, kama mlivyotukuta na kama mlivyozungumza,
naloweza kuzungumza kwamba hii hali mnayoiona hii ndio juhudi zetu tunazozifanya, ndio juhudi zinazofanyika na uongozi wetu wa BAKWATA wa kata pamoja na ndugu zetu wanazuoni waliopo hapa, wakiwepo shehe wa kata pamoja na timu yake, pamoja na bahati nzuri mlioiona kwamba tunaye kijana wetu Sheikh Khatib. Mimi nimeenda hija mwaka 2016. Samahani. 2016 ndio mwaka Hassan nilioenda hija. Sasa hivi nina muda mwingi toka nimeenda. Na nilipoenda hija nilikutana na Alhaji kuswali, kuna ndugu yetu tunamuita hapa Darwesh kuswali Nareke. Yuko hapo Mburu. Na maarufu kabisa, nafikiri mnafahamu. Kwa hiyo nilipofika mimi hapa nikawa namba 2, Alhaji namba 1, mzee kuswali Nareke, mimi nikawa namba 2. Lakini kijana alikuwa ananiangalia macho kweli, macho ya wivu, Sheikh Hatibu. Akasema, wewe mzee umestaafu kazi, umeona lamana kwenda hija. Basi na mimi inshallah nitaomba dua na mimi niende. Alhamdulillah. Sasa hivi tuna namba 3 za mahujaji hapa. Na inshallah kwa uwezo wa Allah, si ajabu mwaka huu kwa hamasa yenu, japo watu wengine wengi bado hawajihudhuria hapa kwa nidhuru mbalimbali, lakini sisi tulioko hapa wote tunakuhakikishieni kwamba ni wajumbe na ujumbe wenu utafika kwa wale wenzetu ambao hawakuwahi kuja hapa kwa nidhuru mbalimbali. Kwa hiyo tunachosema, tunamuomba Mwenyezi Mungu atuzidishie baraka katika mji wetu huu, tuwe mahujaji wengi, na kama mlivyozungumza, kwenda hija sio kipato. Kwenda hija ni nia. Unatia nia na kujiwekea kwamba mimi lazima niende, na utaenda tu. Kama mlivyozungumza kwa ufupi, sio vizuri kurudia. Kwa hiyo baada ya kusema haya machache, naomba sana kwa kutumia nafasi hii, Waislamu wananganga, tujitahidi kutumia muda. Ndugu zangu, muda ni shida kwetu. Hapa mtu mwingine hakuhudhuria sio ana udhuru, ila muda ule umeshinda, anafanya kitu kingine anachokifikiria kina faida zaidi kuliko kuja kuhudhuria hapa. Mimi namuomba Mwenyezi Mungu kwa uwezo alio nao, kwa baraka za mahujaji mlioko hapa, nyinyi mnaenda hija miaka yote, mnakwenda kuandaa kule maeneo, kwa baraka zile mlizokuja nazo hapa, Waislamu wote hao waliokuja hapa na wanaotusikia, basi kwa baraka za Mwenyezi Mungu atuletee neema katika mji wetu huu, tukomboke, watu tulio na maradhi mbalimbali yatutoke, tupate hamasa kubwa ya kuweza kumsabili Allah jalla jalaluhu. Basi baada ya kusema haya, kwa sababu niseme tu machache, nasema karibuni na tunashukuru, alhamdulillah. Basi patikane dua ya mwisho. Alhamdulillah. Haji. Naam. Alhamdulillah. Nadhani wageni wetu wamezungumza sana. Hamasa tulizokuwa tunakusudia kuzipata ndio hizi ambazo tumezipata, na wao wamesema wako kwenye msafara wanaelekea Lindi, lakini inshallah kwa hayo machache tuwe wenye mazingatio kama walivyotangulia kusema kwamba kwenda hija si utajiri, na sisi tulishike hilo. Inawezekana hata kwa kuuza korosho hizi tunazouza choma choma, mtu akajaliwa akapata nyingi zaidi kuliko miaka yote, lakini ikawa sababu na yeye ya kwenda hija. Kwa hiyo tutie nia, kila mtu atie nia ya kwenda hija. Inawezekana pia ikawa sababu mwaka huu korosho zikazaa sana, hata mwakani pia ukapata nafasi ya kwenda. Sasa tusipoteze muda, nafasi hii tunarudisha maiki kwa shehe wa kata kwa ajili ya dua ya kufunga, inshallah tukaendelee na shughuli zetu. Karibu shehe wa kata. Ndugu zangu, nakusudia kufunga, lakini sasa nisisitize kitu kimoja, kwamba